Na leo tutasikia neno la Bwana kutoka kwa mzee wa kanisa Yese Malolela. Naomba usimame wakati huo anapokuja atakaponena neno la Bwana. Baada ya pale tutakuwa na ushirika wa meza ya Bwana. Kwa sababu ni wakati wa kusema nasi. Tuomba Mungu apende kusema nasi. Jina lako Mungu litukuzwe katika ibada hii Mwokozi. Tunapenda kusema nasi. Bwana, majeshi wako mtakatifu apate kusema na sisi. Alitumie kama chombo Bwana. Ninakushukuru Bwana na kutukuza kwa uwezo wako Mwokozi. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na kushukuru Bwana. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Wakati timu ya kusifu na kuabudu inarudi, unaruhusiwa kumsalimia jirani yako. Msalimie jirani yako. Salimia jirani yako. Salimia jirani yako. Mwambie umependeza. Muulize hicho kiwalo kanunua wapi na wewe ndio kanunue. Na hicho kiatu. Na huo msuko kasuka wapi na wewe kasuke. Amen. Asante. Asante. Mwambie umesuka wapi na mimi nikasuke. Mwenua wapi hicho kiwalo na mimi nikanunue jamani. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi tutakwenda kwenye neno la Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kwa ajili ya wasaa huu ambao tunakwenda kushika neno la Mungu. Kichwa cha somo kinasema mtendakazi anayekubalika. Mtendakazi anayekubalika. Mtendakazi anayekubalika. Ndio maana nikasema kwamba inakuja kupigilia msumari. Wazungu wanasema the last nail on the coffin. Msumari wa mwisho kwenye jeneza. Kwa hiyo huu ni msumari wa mwisho unaenda kupigilia kwa ajili ya kusawazisha yale yote, kuwafanyia kazi sasa yale ambayo tumeambiwa. Tunaenda kuangalia kwa habari ya mtendakazi. Kwa nini tunaangalia mtendakazi anayekubalika? Sisi sote ni watendakazi kwenye shamba la Mungu. Yesu akasema, "Ombeni Baba wa mavuno apate kutuma watendakazi, kwa sababu mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache." Tuwapo duniani sisi ni watendakazi. Tunatenda kazi kwa ajili ya Bwana. Lakini sasa kumbe yuko mtendakazi anayekubalika. Kumbe watendakazi wanaweza kuwa wengi, lakini wapo wanaokubalika na wapo ambao hawakubaliki. Nikakumbuka mfano mmoja, niliwahi kukaa sehemu fulani nikiwa mdogo, ikawa ni msimu wa kuvuna zabibu. Kwa hiyo tunaingia shambani kwa ajili ya kuvuna zabibu. Kwa hiyo wakati tunavuna zile zabibu, unajua zabibu unavuna zabibu. Unavuna huko unakula, si ndio? Unavuna huko unakula. Lakini sasa zile zabibu, kuna baadhi ya zabibu zinakuwa zimetobolewa na ndege. Katika kutobolewa na ndege zinakuwa zimeanza kuferment, zinaanza kufanyaje? Kuchacha. Zinaanza kuchacha hivi. Sasa wale watendakazi wanakuwa wanapenda kula zile zabibu kwenye jua kali, baada ya muda sio mrefu unaanza kuona wanajisikia kizunguzungu. Unaanza kuona wanashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa sababu gani? Zile zabibu zimeshaanza kuna nini? Kuchachuka. Zimeanza kuwa kama pombe. Kwa wale watendakazi wapenda kula, wanajikuta kwamba yule mfanyakazi, yule msimamizi anaanza kugundua ni nani alikuwa anakula zabibu zangu na ni nani alikuwa anafanya kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya matokeo ya ulaji wa zile zabibu. Sasa kwenye shamba la Mungu vile vile Mungu anafahamu ni kina nani ni watendakazi wanaokubalika na ni kina nani sio watendakazi au ni watendakazi wasiokubalika. Kwa maneno mengine, ana vigezo vimewekwa. Kama kule ofisini tunasema tuna mtendakazi au
tuna mfanyakazi bora wa mwezi, ama ikifika Mei Mosi tuna mfanyakazi bora wa mwaka. Kwa hiyo tunapiga kura pale nani awe mfanyakazi. Ina maana tunaangalia ule utendakazi. Sote kwa pamoja tunafanya kazi kwenye ile ofisi, lakini hatuwezi kuwa wote wafanyakazi bora. Inabidi tupige kura tumchague mmoja awe mfanyakazi bora. Kwa hiyo huyo ndio yule ambaye tumesema anabonyeza pale saa 1:30. Sijui anafanya majukumu yake, hana viporo, si vitu gani, mambo kadha wa kadha. Lakini kwa sababu gani? Kuna majukumu tumewekeana. Yale majukumu anapofanya mtu vizuri tunasema huyu mtendakazi bora, huyu mtendakazi anayekubalika. Hiyo ni nini? Hiyo ni kibinadamu. Kwenye ofisi zote, hata yale mashirika sasa yanatoka kwenye nafasi ya mtu mmoja mmoja, yanakuja kwenye nafasi ya mashirika. Kwamba shirika hili linafanya kazi vizuri sana. Watu wanatoka hata kule nje ya nchi wanakuja kujifunza. Eti nyinyi mnafanyaje kazi? Tunasikia mnafanya vizuri sana. Tunajua tunafanyaga hivi, tunafanya hivi. Ofisi zetu zimekaa hivi, wafanyakazi wetu ndio hawa hapa kama unavyowaona. Unaona wamekaa hivi. Okay. Basi na sisi tuna kitu cha kujifunza. Lakini ni katika level ya nini? Corporate level. Katika level ya taasisi. Nao wanakuwa wametenda kazi kiasi kwamba yale mashirika mengine yanakuja kujifunza. Kama na sisi tunashirika kama hili kule kwetu, lakini kama tunalegalega hivi. Kwa nini nyinyi mnafanyaje? Wanajifunza. Sasa vile vile katika shamba la Bwana na sisi pia ni watendakazi. Kwa hiyo kumbe tunaweza kuangukia kwenye watendakazi wale wanaokula zile zabibu zilizoferment, au watendakazi wanaochuma zile zabibu zikajaa kwenye yale makreti ya zabibu ili zikauzwe, ili bwana shamba afurahie, afu atupe mshahara mzuri. Bwana asifiwe sana. Sasa Timotheo aliandikiwa ujumbe huu. Kitabu chetu ambacho tunakwenda kujifunza ni Timotheo wa pili sura ya 2. Andika Timotheo wa pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 26. Wa 15 mpaka wa 26. Tutakuwa tunaenda tunasoma kwa hatua. Fungua hapo pamoja nami Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15 mpaka wa 26. Tutakuwa tunasoma kwa mafungu, lakini nitaanza na utangulizi ambao nimeanza nao tayari hapo. Lakini utangulizi kwa habari ya hiki kitabu, Timotheo aliandikiwa kitabu hiki na Mtume Paulo. Mtume Paulo alikuwa kule Rumi gerezani, amewekwa kizuizini na alikuwa anakaribia kuuawa, kukatwa kichwa. Sababu ilikuwa ni kwamba alikuwa anahubiri dini, alikuwa anahubiri Injili. Kwa kipindi kile dini iliyokuwepo ni kumwabudu mfalme. Ukileta dini nyingine kwamba kuna mtu mwingine wa kuabudiwa, ilikuwa ni kosa la jinai la wewe kuuawa. Kwa hiyo Mtume Paulo alikuwa anakaribia kuuawa na akawa ameandika ujumbe huu kwa Timotheo. Aliandika takribani mwaka wa 66 au 67 baada ya Kristo. Kwa hiyo ilikuwa around huo mwaka, miaka 67 mpaka tangu Yesu alipokuwa amezaliwa. Kwa hiyo haikuwa muda mrefu sana tangu Yesu ameondoka. Lakini msingi mkuu sana wa ujumbe huu au kitabu hiki ni kwamba Mtume Paulo alikuwa anamwandikia Timotheo kwa ajili ya kumtia moyo. Timotheo alikuwa ni kijana lakini msimamizi wa kanisa pale Efeso. Alikuwa ni mchungaji, tunaweza tukasema hivyo, pale Efeso. Kwa hiyo akawa anamtia moyo kwa habari ya kazi aliyokuwa akifanya, ili kwamba aendelee kufanya kazi hiyo kwa ujasiri na kwa uaminifu. Kwa maneno mengine, waraka huu waraka wa pili kwa Timotheo inasemekana ndio barua ya mwisho aliyoiandika Paulo, ndio barua yake ya mwisho. Lakini ukiachia hilo, mara nyingi hata kwa jamii zetu za Kiafrika, maneno ya mwisho au wosia huwa tunauchukulia kwa hali ya juu sana, kwa sababu mtu anakuwa anatoa hekima zake, anatoa nasaha zake pale. Kwa kila mtu utasikia anachukulia kwa umakini ule wosia uko wapi, hebu tuusome kwani alisemaje, alafu tunaanza kutekeleza, kwa sababu tunajua yale maneno mtu aliongea akitoa moyoni kabisa, wala namna ambavyo anatupenda katoa moyoni. Kwa hiyo anazungumza kwa ajili ya kutuonya sisi na kutusaidia. Kwa hiyo unaweza kusema pia huu ulikuwa ni wosia wa Paulo kwa Timotheo. Sasa tunajifunza kwa habari ya
ya mtendakazi anayekubalika. Mstari wa 15 tulipotoka kwenye sura hii unasema hivi. Mstari wa 15. Anasema, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Mtendakazi asiyekuwa na sababu ya kutahayari. Kwanza Mtume Paulo anatuambia kwamba kumbe imetupasa tujitahidi kujionyesha. Sio siri, tujitahidi kujionyesha kwamba tumekubaliwa na Mungu. Yaani ule utendakazi wetu kwenye lile shamba la mzabibu pale, tunatakiwa tuonekane tunafanya kazi. Tuonekane tumekubaliwa na yule bwana shamba. Yaani tunafanya kazi, bwana shamba aone yes, huyu anafanya kazi. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi kujionyesha. Sio kwa kujificha ficha, yaani utumishi wetu uonekane. Lakini la pili anasema mtendakazi asiyekuwa na sababu ya kutahayari. Kwa hiyo tunajionyesha, lakini sisi ni watendakazi tusiokuwa na sababu ya kutahayari. Kwenye Kiingereza anasema kwamba ni mtendakazi asiyekuwa na kitu ambacho kinaleta aibu kwenye maisha yake. Hakuna kitu kinachokuletea aibu. Hakuna kitu kinachofanya wewe usikie aibu. Kwa hiyo unakuwa mtendakazi usiyekuwa na sababu ya kutahayari, kwa sababu hakuna kitu kinachokuletea aibu. Hakuna kitu cha sirini, hakuna kitu ambacho kikiwa exposed utendakazi wako wewe utakuwa hatarini kwamba yule pale kweli. Anasema mtendakazi usiyekuwa na sababu ya kutahayari. Alafu ukilitumia neno la haki, ukitumia kwa halali neno la kweli. Ukitumia pia kwa halali neno la kweli, kwa maana neno la Mungu unalitumia kwa halali. Kwa hiyo kumbe tunaruhusiwa kujionyesha kwamba tumekubaliwa na Mungu. Lakini there is no shame, hakuna aibu, hakuna jambo la kutuaibisha, hakuna jambo la kututia dosari katika utumishi wetu. Lakini pia tukitumia lile neno, tukitumia kwa halali lile neno la kweli. Sasa haya yote Mtume Paulo anamwambia Timotheo katika hiyo sentensi moja, lakini anaanza kumfafanulia kwamba ili awe mtendakazi anayekubalika na Mungu anatakiwa awe amefanya vitu gani. Kwa hiyo hapa kumbe ili tupate kuwa watendakazi tuliokubalika na Mungu kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza, kuna vitu lazima tuvikimbie. Kuna vitu lazima tuvikimbie. Kama nilivyotoa mfano wangu wa shamba la mzabibu. Kwa kama wewe mtendakazi unayekubalika, unachukua zabibu kwenye ile shamba, unajua jua ni kali, utajiepusha na kula zile zabibu zilizokuwa nini? Zilizokuwa fermented, zilizochacha. Utaziepuka. At the same time, kuna vitu ambavyo imetupasa sisi kuvifuata, kuvishikilia, kuvikumbatia, kuvifanya. Kwenye mfano wangu ule wa zabibu, kwamba haitoshi tu kwamba huli zile zabibu zilizochacha, lakini yule bwana shamba anatakiwa kuone uko bize unachuma zabibu. Kwa hiyo uweze kusema kwamba mimi mtendakazi niliyekubaliwa. Kwa nini? Zile zabibu ambazo zimeoza zimeshata sizili kabisa, umetulia umefanya hivi. Sasa mbona uchumi zabibu zingine? Mimi kazi yangu mimi sikuacha tu kula zabibu zile. Kumbe kuna kuacha, alafu kuna kufanya kitu fulani. Kuna kuacha, alafu kuna kufanya kitu fulani. Yaani ili uwe mtendakazi, kuna kuacha vitu fulani, alafu kuna vitu fulani unavifanya. Ili ile taasisi sije imeshinda wiki hili hapa, taasisi imeshinda kwamba wenyewe ni watoaji huduma bora wa mwaka huu, wameshinda. Kuna vitu wamevifanya na kuna vitu wameviacha. Kuna vitu wamevifanya, alafu kuna vitu wameviacha. Ndio maana ukicombine vyote hivyo viwili, ndio unakuta kwamba huyu ni mtendakazi anayekubalika. Sasa twende tukaangalie kwa kina hayo mambo mawili. Kwa hiyo tunaangalia vitu viwili, kwamba sisi kama watendakazi kuna vitu vyetu vya kuvifanya na kuna vitu vya kutokuvifanya. Tuangalie vitu vya kutokuvifanya.
Jambo la kwanza ni kujiepusha na mafundisho potofu au na maswali yasiyokuwa na maana. Mstari wa 16 anasema na 18, jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu, na neno lao litaenea kama donda ndugu. Miongoni mwa hao wamo Himenayo na Fileto, walioikosa ile kweli, wakisema ya kwamba kiama imekwisha kuwapo, hata kuipindua imani ya watu kadha wa kadha. Kwa hiyo anazungumza kwa habari ya jambo la kwanza ni kujiepusha na mafundisho potofu, ni kujiepusha na maneno yasiyokuwa na maana, maneno ambayo hayaongezi kitu cha maana chochote kwenye ufalme wa Mungu. Maneno ya kwamba tunabishana kwamba hivi Yesu atarudi tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, wewe unafikirije? Tunaanza kubishania hapo. Hivi unafikiri inabidi tuabudu siku gani, Jumamosi au Jumapili? Tunaanza kubishania hapo, tunabishana kweli kweli. Hivi sasa wale wazee wetu ambao Yesu Ukristo kwa hujafika, ni wale wa missionary kwa hujafika Afrika, alafu akafa hawajasikia injili, wataenda mbinguni au hataenda? Hawataenda, hamna haeti. Unaweza kubishana hivyo vitu. Unaona? Badala ya kuanza kuhubiri injili kwa wale kizazi kilichoko sasa hivi, sisi tunakaa tunabishania vitu kama hivyo. Anasema maneno yasiyokuwa na maana, yasiyofaa, achana nayo. Bwana asifiwe sana. Kwa mtendakazi kwenye ile shamba la mzabibu, baada ya kwanza kuwa na mabishano na vijana mwenzako, hii zabibu imekaa hivi, hii imeiva hivi, hii itakuwa sio tamu sana hii. Wewe chuma zabibu kutoka kwenye crate, chuma zabibu kutoka kwenye crate, pakiza kwenye gari, chuma zabibu kwenye crate, pakiza kwenye gari. Maana yake nini? Tuifanye kazi ambayo Mungu ametuitia, tuhubiri injili, watu waokoke. Lakini mambo ya kwanza kubishania vitu kwamba wewe unaonaje? Siku ya kuabudu unafikiri sahihi ni ipi? Wengine wanaanza kubishania Christmas ilikuwa ni siku ya nanili, siku ya kuabudu miungu. Wewe kwa nini unaabudu Christmas? Inabidi tuabudu Christmas. Inabidi basi mnaanza kufanyaje? Mnabishania hapo. Kumbe shetani anachokifanya anatu distract. Kwamba badala ya kuliendea lile agizo kuu, kufanya jukumu letu, tunaanza kubishania mambo madogo madogo. Tena kuna sehemu fulani niliwahi kukuta watu wametengeneza kabisa mihadhara. Huyu wa dini ile kule na huyu wa dini hii. Huyu anasimama, anaongea, huyu anasimama, anampinga, huyu anasimama, anaongea, huyu anasimama, anampinga mpaka jioni. Alafu hakuna na maana. Wanabaki wanabishania maneno tu. Anasema hayo mambo tufanyeje? Tujiepushe nayo. Sasa msingi ni nini? Kwamba mafundisho potofu ambayo yanaweza kaa na kuja kwa habari ya tukaanza kushikilia mafundisho, tukomboe udongo wetu, tukomboe sijui kokoto kwenye nyumba zetu, tukomboe sijui vitu gani, yani mafuta sijui inabidi tuweke kwenye mfuko na vitu kama hivyo. Mafundisho potofu yanakuja kwa lengo la kudhoofisha na kuiua imani yako, la kudhoofisha na kuua imani. Yani ndio msingi wake. Kwa hiyo tukianza kuya-entertain, mwisho wa siku sio kwamba utaanza kuumwa kichwa, sio kwamba utakatika mkono, imani yako inakufa. Kwa hiyo wale watu walikuwa na juhudi, walikuwa sisi tunaona kama role model. Leo imekuaje? Halo, utaona amerudi nyuma, imekuwa mbona tuwaelewi fulani. Kumbe ukifuatilia alianza kusikiza mafundisho potofu. Akaanza kufundishwa kwamba inabidi afanye si vitu gani, inabidi afanye vitu gani. Unajua inabidi usiku sijui kusikia sauti fulani, inabidi ufanye vitu fulani. Anakaa anasikiliza, ukisikia bunde amelia unajua kwa sasa mtu anakufa kesho. Kwa hiyo kumbe bunde, Mungu ameumba bunde kaja pale ametulia, kaona chakula, amekula ameshiba, ameamua kulia. Wewe sasa nimeambiwa na mtumishi pale kwamba bunde akilia pale tu basi nimekwisha. Inabidi sifanye vitu gani? Unaanza kusikiliza vitu. Biblia inakwambia kitu gani? Biblia inasemaje? Unaanza kuingiwa na hofu. Inaanza kushipwreck your faith. Imani yako kwenda kwa Kristo inaanza kutoka taratibu. Mwisho wa siku unafanyaje? Unapotea. Hapa katika nyakati za Timotheo, Paulo aliwataja watu ambao walikuwa ni machampion wa mafundisho potofu. Himenayo na Fileto. Wao walikuwa nasema unyakuo ushatokea. Kiama ya wafu ishapita. Ukiwaambia watu hivyo kama kiama watu ishafika, wengine wakasema kwa hiyo sisi hatujanyakuliwa. Hamjanyakuliwa. Ishapita hiyo issue. Tumeachwa. Wakakasirika, wakaachana na imani. Unaona kama mambo madogo lakini ndio hivyo, watu wakasema maneno kama kiama ishapita, kiama ya wafu imepita. Kiama ishapita. Mwingine atakuja kukwambia wewe wenyewe mmekaa siku nyingi mnasema Yesu atarudi, anarudi lini? Huu mwaka 2000 na ngapi? Kula maisha wewe, naona kache kule ile maisha. Wakati wa Yuda, yule ametuandikia kwenye kitabu chake cha Yuda anasema kuna watu walijipenyeza kwa siri.
Sasa tena walimu wa uongo wanajipenyeza kwa siri, wanaingia makanisani, wakaigeuza neema ya Kristo kuwa ni ubatili, kwamba usijali, wewe umeokoka, neema ya Mungu ipo, kwa hiyo unaweza ukala dhambi, hamna shida. Unajua sisi wanadamu hatuwezi kuwa perfect, hatuwezi kuwa perfect, yani hatuwezi kuwa kamilifu bwana, hatuwezi kuwa kamilifu. Na kingine ambacho cha msingi cha kuzingatia, mafundisho potofu au imani potofu dhidi ya neno la Mungu yanakujaga kama vile kitu cha hekima sana, alafu yanakujaga kama maneno tu ya rejareja, yani hayaji kama unajua bidi usujudie sujudia mnara hapo, sujudia, hamna. Yanakuja kama maneno ya hekima, kama vile maneno yani maneno ya rejareja tu, yani maneno madogo madogo tu, yani maneno madogo madogo tu, alafu ukilibeba madhara yake unakuja kugundua baadaye. Kwa maneno madogo madogo tu, maneno madogo madogo unachukulia kawaida. Unajua eti nilisikia hivi, nilisikia hivi. Mwisho wa siku unajikuta huko kwenye imani yako imefanyaje, imevurugika. Kwa hiyo mtendakazi kwenye shamba la Bwana anayekubalika, jambo la kwanza, anajilinda dhidi ya nini? Dhidi ya mafundisho potofu. Hajihusishi kwenye mambo, kwenye maswali, kwenye maubishi, kwenye mambo ambayo kwenye msingi haongezi kitu kwenye ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana pale Mtume Paulo akamwambia kwamba mojawapo ya vitu ambavyo alimwambia kwamba ukilitumia kwa halali neno la kweli, kwa halali neno la kweli, maana unalitumiaje? Uambie watu neno la kweli, neno linasemaje. Acha habari za unachukua kitabu cha ndoto, ya ndoto ukitafsiri kiwa hivi maana yake hivi, yaani unaanza kutoka nje. Tumia neno linasemaje kwa halali. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo la pili sasa ni utakaso, ambapo sasa linatuleteleza kwenye utakaso. Linatuleteleza kwenye utakaso. Kama sija discuss utakaso, mfano ambao utumia Paulo akasema kama donda ndugu. Anatupa picha ya kwamba mafundisho potofu yanapokula hayali kama yani kufumba na kufumbua. Yanakula taratibu hivi. Yanakuwa nakula mwili taratibu. Mwisho wa siku donda ndugu lilikuwa linaanza kama kidoti, donda ndugu. Unajua sisi tumezaliwa hapa karibuni. Kwa hiyo nasikia ngapi? Lakini huko miaka 80 kuli nyuma huko walikuwa wanasumbuliwa nao magonjwa. Lilikuwa linaanza kama kidoti, alafu linasambaa. Unakuta mwili mzima, mguu wote, kama ni kitu gani, wote haufai kitu. Sasa ile picture anatupa kwamba pia mafundisho potofu likishaachiliwa halitamharibu tu yule peke yake, anasema litawaharibu na wale wasikiao, linaanza kusambaa. Ndio maana Mtume Paulo hakuwahi kuwachekea watu waliokuwa wakishikilia mafundisho potofu, katika watu ambao hakuwahi kuwa anawachekea, kwa sababu alikuwa anajua impact yake. Sasa katika muktadha huo na sisi tuwe watu ambao tunakasirika, yani sio hata TV yako tu unaifungulia pale, unajua sababu mafundisho ni mafundisho potofu, lakini yani siku hizi kuna manabii wa uongo kweli yani, alafu unaacha TV yako inaendelea kufanyaje, inaendelea kuhubiri mafundisho potofu. Maana hata kuyasikiliza tu usitaki kuyasikiliza, yani usitaki hata kusikia unachotaka kusema. Maana nini? Kwa sababu unajua hili ndio ndugu linaenea taratibu na kuja linaharibu. Utakaso kwanza mstari wa 19 mpaka 21 anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na uache uovu. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Anamwambia Timotheo kwa habari ya utakaso. Kwenye tafsiri yangu ya New Living Translation anasema ikiwa kujitakasa. Na hata hapa anasema kwamba basi ikiwa mtu amejitakasa, maana yake ni nini? Just ni Kiswahili jamani. Mtu amejitakasa. Anasema mtu akija mtu mwingine akamtakasa. Anasema mtu akijitakasa, maana yake ni jukumu. Kama mimi nina jukumu la kujitakasa, wewe una jukumu la kujitakasa. Maana usipojitakasa ni umechagua kwamba mimi nimechagua kutokujitakasa. Lakini kumbe ni jukumu. Sasa endapo mtu atajitakasa na kujitenga na hawa, lipo jukumu. Bwana asifiwe sana.
Kwa hiyo neno hilo kujitakasa lilotumika hapo linamaanisha kwa Kiyunani nekathairo, linamaanisha kusafisha kwa umakini, yani kufanya vitu yani huo usafi unaofanyika ni usafi, yani sio wa kulipua. Hicho Kiswahili kizuri sana, kulipua. Hata kuna kuosha vyombo kwa kulipua. Ikichomomosha kweli, mbona bado kina ukoko, mbona bado kina ugali. Ameosha kwa kulipua. Lakini huyu anaosha sio kwa kulipua, kwa umakini. Unakiosha afu unakisuuza, unakiangalia hivi kimeng'aa. Kwa maana ni jambo ambalo linafanyika kwa umakini. Alafu sio jambo la mara moja, ni jambo linaloendelea. Alafu linaondoa kila aina ya uchafu. Kwa hiyo hadi kile kidoa cha mafuta kichobakia pale unakisafisha tena. Ndio utakaso ambao unaozungumziwa hapa. Kwa hiyo maisha yetu sisi kama watendakazi, kwamba ni maisha ya kuendelea kujitakasa. Maisha ya kuendelea kujitakasa, kwamba hivi kuna kitu, yani mpaka vitu vidogo kujitakasa. Hakuna jiwe juu ya jiwe linalobakizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani mawe yote yanatakiwa yafanyeje? Yaondolewe. Matokeo yake ni nini? Kwamba tunavyojitakasa, hiyo ndiyo inayoamua wewe utakuwa chombo gani. Kuna vyombo vya aina mbili tu. Kuna vyombo vya dhahabu na fedha, alafu kuna vyombo vya mti na udongo. Vyombo vya heshima vinavyoletwa mbele ya mgeni mwenye heshima, vyombo vya matumizi ya kila siku. Hao wote ni watendakazi kwenye shamba hili duniani. Maamuzi ya wewe unaangukia wapi, kumbe ni ya kwako. Je, unataka kuwa chombo cha dhahabu na fedha? Unabidi ujitakase. Ili bwana yule mtendakazi, yule msimamizi, bwana shamba aseme mimi huyu hapa ndo anayefaa. Huyu ndo anayefaa. Kwa sababu gani? Anafaa kwa kila kazi njema. Kwa hiyo sisi tunalo jukumu. Tukishatekeleza jukumu letu, matokeo yake bwana anasema huyu ile kazi huyu hapa ananifaa. Ile kazi huyu ananifaa. Ile kazi huyu ananifaa. Unakumbuka pale ukiangalia kila maeneo ambapo Mungu aliwatakasa watu, aliwapa assignment. Kila sema hapo aliwatakasa watu, aliwapa assignment. Isaya 6 pale, Isaya kwanza mpaka 6. Baada ya kumtakasa Isaya, akamwambia ni mtume nani sasa? Isaya akasema niko hapa. Akasema anaenda sasa. Kwenye Zekaria tunasoma pia pale, baada ya kumtakasa Yoshua alikuwa kuhani mkuu, akasema sasa nakupa assignment, nenda kafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Unaona kwamba kumbe ule utakaso unatufanya sisi sasa, Mungu anatu elevate kwamba huyu naweza nikamwamini kwenye hili eneo, kama ambavyo tunawaamini watu kwenye majumba yetu na kwenye makazi yetu kwamba kazi fulani mpe fulani, kazi fulani hilo simpe. Kuna mtu mmoja akaniambia, bosi yake akaniambia, mimi najua watu wangu walioko chini yangu, najua fulani nitampa kazi fulani kazi ya imfai nitampa fulani nitampa kazi. Hata kama sisi tu watu wanadamu kwa kutumia akili zetu tunajua hii kazi ukimpa fulani utakuwa umempa fisi kusimamia bucha, kwa hiyo mpe fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya character ambazo zinaonekana. Kwa the same way, in the same vein, na Mungu naye vile vile anatuangalia kwamba hii kazi siwezi kumpa fulani. Kwa sababu gani? Bado hajajitakasa, bado hajafikia viwango ambavyo nafikiria. Ni uchaguzi wetu, kiwango ambacho unataka kutumika mbele za Mungu. Wewe ndiye unayeamua. Narudia, kiwango unachotaka kutumika mbele za Mungu, wewe ndiwe unayeamua. Unaamuaje? Unaamua kwamba sasa unajitakasa kwa mtendakazi unayekubalika, kwamba kwa kujitakasa, kwa kujitenga na hao, matokeo yake Mungu anasema nitakitumia kichombo kwa ajili ya kila kazi njema. Kwenye kazi ya Mungu hakuna kulobi. Kwenye kazi ya Mungu hakuna mjomba. Ngoja nitamwendea mjomba anisaidie tufungue kanisa, tujaze washirika. Hamna kitu kama hicho. Hamna cha kumwendea shangazi anipe connection tufanye kazi ya Mungu vizuri. Hamna vitu kama hivyo. Ni Mungu anasema sasa huyu naweza kumtumia kwenye hili eneo, ninamwamini. Sasa wewe, mimi na wewe tuna jukumu la kumwaminisha Mungu kwamba Mungu sasa unaweza kuniamini kwenye hili eneo.
naomba unitumie. Haleluya. Vinginevyo anatuambia kabisa kwamba vyombo vya udongo na mti, vyombo vya fedha na dhahabu, vyombo visivyokuwa na heshima, vyombo vyenye heshima, chagua mwenyewe. Sasa jambo lingine katika yale mambo yetu mawili ya kukimbia, anasema tuzikimbie tamaa za ujanani. Jambo lingine la kukimbia au la kujitenga nalo, tuzikimbie tamaa za ujanani. Mstari wa 22a, lakini zikimbie tamaa za ujanani. Lakini zikimbie tamaa za ujanani. Mtume Paulo anamwambia Timotheo, kiongozi wa kanisa, msimamizi wa kanisa, kwamba azikimbie tamaa za ujanani. Unasema mimi sio kijana, hazinihusu. Lakini zimeitwa tamaa za ujanani kwa sababu zinasumbua sana ujanani kuliko zinasumbua sana huko kwenye ujana. Sasa angalia neno alilolitumia, zikimbie. Maneno yana maana, si ndio? Zikimbie. Labda angeweza kusema ziombee sana tamaa za ujanani, zitafakari sana tamaa za ujanani. Unaona? Hebu zifunga na kuomba sana kwa habari ya tamaa za ujanani. Anasema zikimbie tamaa za ujanani. Hakuna discussion, zikimbie. Kwa hizi tamaa za ujanani kwa ujumla wake zinahusisha, yani kwa mfano zinahusisha hasa zile vijana wanavyohangaika. So unajua vijana vijana si maji ya moto, vitu gani? Kuna mapati, sexual immorality, uasherati, uzinzi, ulevi, madawa ya kulevya na kadhalika. Sasa anasema zikimbie tamaa za ujanani. Amesema kwenye tamaa, hizo tamaa ndizo zinazopelekea dhambi, si ndio? Kwenye tafsiri nyingine anasema kwamba kimbia chochote ambacho kitaleteleza tamaa za ujanani. Unaona maneno alivyochagua vizuri. Kimbia kitu chochote kitakacholeteleza tamaa. Yaani usisubiri yani zimekuja ndio uanze kukimbia. Hiyo tafsiri anasema yani chochote unaona hichi kitanipelekea kule, unaondoka. Hiki kitanipelekea kule. Ina maana anatupa wazo la kwamba tuwe na akili, tusisubiri tayari tuko pale tukasema yani mpendwa napitia kwenye mzigo, yani napitia kwenye mzigo mpendwa, napitia yani kwenye tamaa na temptation na umefikaje kwanza hapo. Umeona Kwa sababu huyu anayetuambia kwenye hii Biblia Mtume Paulo anatuambia sasa yani kabla hujafika kule kwenye kuanza kupambana kule, yani kaa mbali kabisa, kwamba hili naenda kule unazikimbia. Kwa maana ya kukimbia, Yesu akasema hivi, mkono wako ukikosesha kata, bora ingie mbinguni kwa kigutu kuliko nini? Kuliko mikono miwili. Mguu wako ukikosesha kata, bora ingie mbinguni kwa mguu mmoja kuliko na miguu miwili. Ukaingia kuzimu na miguu miwili. Jicho lako likikukosesha ling'oe. Sasa alikuwa anatupa mfano wa vitu vya kimwili ili tupate picha. Fikiria unaokata mguu wako, fikiria unaokata mkono wako, fikiria unang'oa jicho lako. Yaani jicho limekukosesha, unaamua kuling'oa. Yesu alichokuwa anamaanisha ni kwamba sisi tu lazima tuwe na akili ya kuweza kugundua kwamba kuna vitu gani ambavyo vinatukosesha, halafu baada ya kuvigundua unavikata, hata kama vilikuwa attached na wewe, kwa maana kama vilikuwa vina uhusiano na wewe. Katika maumivu yale ya kukata mkono wako ndio yale maumivu ya kusema kama ninaweza, Yesu ananiambia nikate mkono kwa maana ya figuratively, kwa lugha ya picture. Maana yake ananiambia kwamba hicho kitu hakinifai kitu, kwa sababu kitanipeleka kuzimu. Kwa hiyo niachane nacho. Na Waebrania sura 12 mstari wa kwanza na wa pili na wa tatu anatuambia, kwa kuwa tuna wingu kubwa la mashahidi namna hii, basi tuweke kando kila mzigo mzito na ile dhambi itusingayo kwa upesi. Tuweke kando kila mzigo mzito na ile dhambi itusingayo kwa upesi. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kuna mizigo mizito ya kuiweka kando. Ni mizigo mizito.
ukiangalia yenyewe kwa ujumla wake sio dhambi, lakini matokeo yake yanakuslow down au yanakupelekea kwenye dhambi. Lakini ile dhambi tuzingae kwa upesi, kwamba kila mtu anafahamu dhambi ambayo inamzinga kwa upesi. Kwa kama unajua dhambi inayokuzinga kwa upesi ni dhambi fulani, maybe ni gossip, maneno na kadhalika, alafu na wewe unaalikwa kwenye vikao vya maneno na wewe unaenda, yaani unajua kabisa kuanzia mwanzo kwamba nikienda pale lazima tu nitazungumza, lazima nitaongea umbea, lazima nitamsema fulani, na wewe unakubali kwenda. Lakini mwenye hekima kuanzia mwanzo kabisa ameisha kwenye kikao, kile kikao nikienda nitajikwaa, kwa kweli siwezi kuja. Lakini kwa nini? Siwezi kuja tu jamani, samanini. Kumbe wewe unajua kabisa nikienda pale nitaanguka dhambini. Ndicho anachotuambia hapa, kujitenga mapema kabisa. Haleluya. Lakini lingine la kulikwepa ni anasema tusijihusishe kwenye mabishano. Mstari wa 23 na 24 anasema, walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa huzaa magomvi. Maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa huzaa magomvi. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu, akiwaonya kwa upole wale washindanao naye, ili kama akiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli, wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata wakufanya mapenzi yake. Mtume Paulo hapa anachotuambia ni kwamba sio tu kwamba tunajuaga mara nyingi wakati tunaonaga dhambi ni ameiba, ameua, amezini, amefanya hivi na hivi, alafu zile zingine tunaona kama vile yani kama sio dhambi, yani kama sehemu ya maisha. Lakini hapa anatuambia ili kuwa watenda kazi, yani mpaka maswali ya upuuzi, maswali ya kipumbavu unatakiwa uyakatae. Maswali ya kipumbavu, kwa sababu unajua yatasababisha nini? Yatasababisha magomvi. Mtu anakuja anakuuliza, anaanza kuuliza, anasema eti nasikia Yesu alioa, alikuwa na mke. Hilo swali la kipumbavu, si ndio? Alafu na wewe unaanza kutaka kubishana naye. Unaanza kutaka anasema maswali ya kipumbavu achana nao, yakatae. Kwa sababu unajua ni maswali ya kipumbavu yanasababisha magomvi. Unaona? Alafu anatuambia pia kitu kingine kwamba mtendakazi wa Bwana, mtumishi wa Bwana hatakiwi kuwa mgomvi. Hatakiwi kuwa mgomvi. Hatutakiwi situje mtaani kwako kuja kushuhudia, tunakukuta mpendo umevaa kibwebwe, funga kanga kiunoni, huko na lile mama Ashura, mnapeana vipande vyenu. Wewe umeokoka, mama Ashura hajaokoka, mnapeana pale vipande. Wewe umeokoka, hautaki kuwa mgomvi. Kwa magomvi sio kwamba unajua mimi kwenye ile eneo la ugomvi, yani mimi ndio witness yetu. Yaani hapa anasema wewe kama mtendakazi unayekubalika eneo moja hapo pia kwamba hautakiwi kuwa mgomvi. Ila anatuambia sasa solution kwamba ila imetupasa kuwa mwanana kwa watu wote, tuwafundishe, kufundisha kwa uvumilivu. Kumbe hata kufundisha kwenyewe unatakiwa uwe na uvumilivu uweze kuwafundisha watu. Anatuambia nini pale chini? Anatuambia kwamba kuwabadilisha watu, yani sisi jukumu letu sio kuwabadilisha watu. Yani mimi kwa maneno yangu siwezi kumbadilisha mtu. Ndio maana anasema tutumie upole, tutumie unyenyekevu, tuwe wapole. Kwa sababu gani? Sio kwa kuongea sana, sio kwa kubishana sana ndio itakusaidia wewe yule mtu akuelewe. Hapana. Ila ni Mungu ndiye anayeweza kuwasaidia wale watu wakaelewa. Walisa sifa sana. Kuna mtu alikuwa anamuomba mchungaji mmoja, anaomba mchungaji mmoja ushauri. Anasema, "Mchungaji, baba yangu tulikuwa tunabishana naye, hataki kuokoka. Hivi nimwambie nini ili aokoke?" Unaona hilo swali? Kama baba yake mzazi anakataa kuokoka, anabishia wokovu. Anaomba ushauri, amwambie nini ili aokoke. Unaona huyu mtu anajaribu kufikiri kwamba akizungumza maneno fulani labda yataweza kumshawishi baba yake aokoke. Yaani anavyofikiria yeye. Lakini yule mchungaji akamwambia, kazi ya kuokoka baba yako sio ya kwako. Wewe cha kufanya, jitahidi kuwa mvumilivu, umfundishe. Ndio maana sababu yamkini Mungu atawapa akili wapate kutoka. Kwa hiyo kumbe wale watu hata wanavyotupinga sio kwamba wanapenda au vipi, kwamba kwa sababu hapo kwenye mikono ya shetani. Kwa hiyo wanafanya kile ambacho shetani anakitaka. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwaelimisha kwa uvumilivu, kwa upole, bila mapigano wala bila mabishano.
Ukishaona yeye anataka mabishano, anataka ligi, wanasema vijana anataka ligi, unaachana naye. Mimi sitaki ligi bwana. Wewe basi endelea. Lakini neno la Mungu linasema hivi na hivi na hivi. Kwa wewe unajikita kwenye neno la Mungu na kumwelimisha, ili baadaye Mungu amsaidie kwamba ila uliongea la maana. Kwa hiyo kumbe usije kwanza kujitia wewe kwamba lazima ubadilike, lazima ubadilike, lazima ubadilike. Wewe mimi nakwambia lazima ubadilike. Wewe jifanya sehemu yako. Bwana asifiwe sana. Mambo ya kuzingatia au mambo ya kuyafuata. Tumeangalia mambo ambayo tunatakiwa kujitenga nayo, lakini tunaangalia sasa mambo ambayo tunatakiwa kuyafuata. Bwana asifiwe sana. Pale awali nilipokuwa nimeanza nilisema kama watendakazi kwenye ile shamba la mzabibu kuna mambo tunatakiwa tusiyafanye, alafu kuna mambo tunatakiwa tumeshaangalia kwa muhtasari mambo ambayo hatupaswi kuyafanya. Sasa hatuishii kuto kuyafanya tu. Kuto kuyafanya ni upande mmoja wa shilingi. Upande wa pili wa shilingi kuna mambo ya kuyafanya. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza la kufanya ni kufuata haki, imani, upendo na amani. Amesema pale kwenye mstari wa 22b. Amesema lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani. Tuanze kwanza hapo, tuke break hapo kidogo. Kwa hiyo anawaambia kimbia vitu fulani. Hapo anawaambia lakini ukafuate kitu fulani. Kimbia vitu fulani lakini ukafuate vitu. Sasa vitu alivyovitaja hapa ni vitu vya hizi ni sehemu ya tunda la Roho. Ni mambo ya kiroho ya msingi kabisa. Kuishi maisha ya haki. Ukafuate haki, ukafuate imani, ukafuate upendo na amani. Na haya kwa nini ameyataja? Ameyataja kwa sababu hatuna haya mambo, hatujazaliwa nayo. Tangia ile dhambi ya pale Edeni, hayo mambo yalitoweka. Kwa hiyo baada ya kuokoka, usio kafikiri kama nimeokoka leo au juzi au mwaka juzi, basi tayari nina upendo, basi tayari naweza kuishi na amani na watu. Jambo la kwanza kwamba tusiassume, kwamba tusidhani kwamba haya mambo tunayo, kwamba mimi nina upendo, mimi nina amani, mimi nina furaha, mimi sijui nina imani kweli kweli, mimi naweza kuishi kwa haki. Lakini kumbe anasema tuyafuate. Lakini jambo la pili, kwa sababu gani inabidi tuyafuate? Ni kwa sababu kila mtu katoka kwao. Wao wametoka Umasaini, mimi nimetoka kule Ugogoni, yule mwingine ametoka kule Usukumani, yule mwingine ametoka kule Pwani, Mzalamo. Kwa sababu unakutanisha hapo katikati. Mimi mfugaji na yule kule mfugaji, yule kule mkulima, yule kule mvuvi. Yaani mashariki na magharibi, yaani kila mtu na kwao. Kwa kila mtu ana taratibu zake. Ana taratibu zake. Wafugaji tutataka kunywa supu, tule nyama sana, yule mwingine anatafuta samaki. Unaona hizo background alafu wote tumeokoka. Tutapishana tu. Lazima. Kwa sababu kila mtu katoka kwao. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tuna background tofauti. Tuna malezi tofauti. Alafu sasa jumlisha na ile asili ya dhambi ambayo inaendelea kutufuatilia. Ukishajumlisha hayo yote, unajua kugundua inatupasa tutafute. Yaani sasa kuna kufuata. Kwa lazima kabisa unajifunza kuishi maisha ya haki. Unajifunza kuwa na imani. Unajifunza kuwa na upendo. Kwani hamna upendo, hujai kujifunza upendo. Hujai hata kuambia kwamba nakupenda. Yaani babako na mamako kukwambia wanakupenda kama ni kosa la jinai, hawajai kukwambia. Yaani tangia umekuwa paka umekuja kuwa na mtu mzima, haujai kuambiwa. Kwa mtu akwambia anakupenda kama ni kituko hivi kwako. Kwa sababu gani? Hujazoea. Lakini umeingia kwenye ufalme wa Mungu, unaanza kujifunza kwamba kumbe kuna kupenda, kumbe kuna kuwa na amani, kumbe kuna kukaa na watu kwa upendo, kumbe kuna kukaa kwa amani. Unaanza kujifunza. Bwana asifiwe sana. Lakini hayo yote ambayo tumetajiwa, jambo la pili sasa katika mambo ya kufuata au ya kufanya, katika mambo ya kufanya, jambo la pili ni kufanyeje? Ni kuyafuata hayo yote katika ushirika na wale wanaomtafuta Bwana kwa moyo safi. Ni kuyatafuta hayo yote au ni kuwa na ushirika. Ngoja niliweke hivi. Kuwa na ushirika na wale watu wanaomtafuta Bwana. Yaani kuna mambo ya kuyafuata, yale ambayo mojawapo ni amani, upendo, imani na haki. Alafu pia ushirika. Ushirika na nani? Ushirika na watu wanaomtafuta Bwana kwa moyo safi. Kwa maana hiyo sasa,
Hili linazungumza, ukisoma hapo mstari wa 22, hili linazungumza kwa habari ya watu wetu ambao tunashirikiana nao, watu wetu tunaowaita marafiki, watu wetu tunaowaita mashosti, watu wetu tunaowaita sijui ni watoto wa karibu. Ina maana kubwa na ina maana ya how it impacts our life. Ukisoma Wakorintho sura ya kwanza mstari wa 10 na mstari wa 33, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33 inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya. Tafsiri nyingine inasema kwamba wale unaoambatana nao ambao ni wabaya watakuharibia tabia njema. Kwa maneno mengine, Waingereza pia wanasema kwamba nionyeshe marafiki zako ili nikwambie tabia yako. Nionyeshe rafiki zako ili nikwambie tabia yako. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani yako, nionyeshe rafiki zako ili nikwambie tabia yako. Mwambie jirani yako, mwambie. Nionyeshe rafiki zako ili nikwambie tabia yako. Kwa nini? Marafiki, au kama wanasema ndege wenye nini? Ndege wenye mbawa zinazofanana na wanaruka pamoja. Marafiki zako ambao watakujenga, watakubomoa, watafanya uwe na tabia fulani. Hata mazungumzo, hata lugha unayozungumza ni lugha ile ya kwenye urafiki wenu. Nisha kutoa mfano, nikasema kuna mtu rafiki yangu nisijampigia simu, hata kama nimepoteza namba yake, lakini nikimpigia simu nikazungumza sentensi fulani, anajua huyu ni Yese. Anajua huyu ni Yese. Kwa sababu gani? Hii ni sentensi tunayozungumza mimi na yeye tu marafiki, basi tunaifahamu sisi tu, watu wengine hawaifahamu. Kwa hiyo mpaka ile kuzungumza tunaanza kuambukizana jinsi ya kuzungumza. Ndio maana anasema kwamba haya mambo ya haki, upendo, imani na amani tuyatafute pamoja na watu wanaomtafuta Bwana kwa moyo safi. Wale watu wa inner circle, watu wa karibu yetu, wawe ni watu ambao nikisema mama fulani njoo tuombe, jamani njoo tuombe kweli. Baba fulani basi twende mlimani, kweli. Jamani twende tukashuhudie, jamani tumtolee Mungu sadaka, jamani tumtembelee tembelee fulani. Unatuko twendeni jamani twendeni. Lakini nani jamani kwa shuhudia? Twende tukamtembelee mchungaji. Kwa nini shida gani? Jamani tufunge na kuomba kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya kitu fulani. Kila siku tunafunga tu bwana, mambo gani haya? Mwisho tutakufa sasa. Unaona hapo kitu? Kwamba kuna huyu mmoja yeye kila mkifanya mkitaka kuambatana kwenye nini? Kwenye muondoko huo yeye hayumo. Maana yake ni kwamba inabidi tushikamane kwamba jamani njooni tufunge. Anasema nini? Ni jambo la kulishika. Ukafuate haki pamoja na wale watu ambao wanafanyaje? Wanamuita Bwana. Kwa hiyo kumbe ushirika ni lazima. Bwana asifiwe sana. Ushirika ni lazima. Yaani sio ni hiari kwamba mimi najisikia tuwe na WMK. Mimi najisikia tuwe na vijana. Mimi najisikia tuwe na ibada Jumatano au tuwe na ibada Ijumaa au Jumapili au tuwe na maombi. Yaani nadhani ni hekima zetu sisi, hekima ya mchungaji unajua kwa ajili ya kanisa likue. Kumbe Mtume Paulo anachotuambia hapa ni kitu cha lazima. Lazima muwe na maombi, lazima muwe na ushirika, lazima muwe mnatembeleana, lazima muwe mnapendana. Lazima hao watu ambao wanamcha Mungu, hao ndio wawe watu ambao unapatana nao. Nikuuliza fulani rafiki yako nani? Rafiki yangu ni fulani na fulani. Tena walinipigia simu alikuja kunitembelea na tukaomba maombi pamoja. Watu wa kanisani. Kwa maana hiyo itatusaidia sisi kujenga kiroho. Na itatusaidia pia sisi hata kufanyeje? Hata kunadili, yaani unajua wakati mwingine Mungu akitaka kuongea na sisi anatumia watu wa karibu yetu. Unaelewa Yaani wewe unapitia kitu fulani alafu Mungu anatuma solution kupitia kwangu. Mimi nimekula wali na maharage nimeshiba, nikalala usiku. Mungu anaota ananiotesha wewe una shida hii na hii hivi na hivi. Alafu baadaye nimekutembelea nyumbani na kuta tu sura yako imesawajika, una huzuni, moyo umekunjamana. Kwani vipi mpendwa, unajua hivi na hivi. Alafu nakumbuka unajua niliota ndoto leo usiku hivi na hivi. Kweli
mimi nilikuwa naomba Mungu anipe njia. Kumbe ile ndoto niliyoiota wewe ndio umefanyaje? Mimi nilipokuja kukutembelea tumeongea, kumbe ndio njia yako, kumbe ndio solution. Lakini kama ndio hatuna ushirika, kama ndio tuko mbali mbali, yani hata Mungu anaongea na mimi, hata kuja kukufikia wewe, yani hata tuwezi kusikilizana. Kwa sababu gani? Tuko mbali mbali. Lakini kumbe Mungu anapenda kutuhudumia. Tunapokaa pamoja na Mungu anatuhudumia. Na kama vile umekuwa mshirika mwaminifu kwenye maombi yetu ya online, kama umekuwa mshirika mwaminifu, Mungu amekuwa akiongea mle ndani mara kibao. Tumie neno la Kiswahili kabisa, mara kibao, mara nyingi sana. Yaani yale maombi ambayo unasema hivi tunajiunga na simu kweli? Mimi nimekaa nyumbani, huyu nikaa amekaa kule, mwingine kweli Mungu ataonekana. Mungu amezungumza na watu, Mungu amewaponya watu, Mungu amewapa tu breakthrough kupitia yale maombi. Yaani yale maombi tu kapa tu breakthrough. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ushirika. Kwa hiyo kumbe tukijitenga na ushirika, tunaanza kujitenga na ile joto la kiroho. Tunaanza kujitenga na mkono wa Mungu. Mungu akija kukuangalia anakuta haupo kwenye ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikaa na watu ambao wanaelekea upande ambao sio wa kwako, utajikuta umepotea. Mimi naelekea mashariki, wewe unaelekea magharibi, alafu unaambatana na mimi. Mimi naenda mashariki. Mimi nitafika kwenye destination yangu, alafu utakuja kushtuka kwamba mbona mimi nilikuwa naelekea magharibi? Ushapoteza muda tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame wakati namalizia sehemu ya mwisho. Tusimame. Lakini naona maombi yamezidi. Naona kule nyuma watu wananiombea. Tusimame. Mwambie na jirani yako anayeniombea, mwambie asimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla tujaenda kushiriki meza ya Bwana na kabla sijahitimisha ujumbe huu, tumeangalia kwa habari ya watendakazi. Sisi ni watendakazi kwenye shamba la Mungu. Kila mtu ni mtendakazi. Lakini level ama kiwango cha unatumika kwa kiasi gani, wewe ndio unayeamua. Na Mungu anafahamu. Kasema msingi wa Mungu, Nisome ile sehemu. Mstari wa 19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii. Ambao Mungu anafahamu kuwa ni wake, sisi tuwe kwenye hilo eneo. Hivyo basi tunalo jukumu la kufanya yale mambo ya kutokuyafanya, tunatakiwa tusiyafanye, na yale mambo ambayo tunatakiwa tuyafanye, tunatakiwa tuyafanye. Wokovu sio kukimbia tu washarati, kukimbia wizi, kukimbia nini. Hiyo ni sawa kabisa, hiyo ni eneo la kwanza. Alafu eneo la pili kuna la kufanya. Kwa hiyo wewe waweza kuwa unakimbia dhambi zote hizo kwa sawa, lakini hatukuoni kwenye maombi, lakini hatukuoni kwenye kufunga, lakini hatukuoni kwenye neno, lakini hatukuoni kwenye matoleo, lakini hatukuoni kwenye meza ya Bwana, lakini hatukuoni kwenye mambo ya kanisa. Unasema mimi unajua mimi niingie tu pale kidogo afu nitoke niende na shughuli zangu. Kumbe Mtume Paulo anatuambia sio hivyo. Yaani sisi tunatakiwa tuwe part and parcel of everything. Yani wewe unatakiwa uwe kila sehemu. Fulani anaoa, upo. Si fulani anaolewa, umo. Tunaenda kushuhudia, umo. Tukatembelea mchungaji, umo. Yani hivyo ndivyo Mtume Paulo anachomaanisha. Ndio anachokitaka. Kwamba tuwe part and parcel pia kwenye mambo ya kimungu. Na hivyo ndivyo ambavyo tutaweza kukimbia majaribu. Ukijitenga na marafiki wabaya, hata Rosemond aliimba, ukijitenga na marafiki wabaya, utakuwa umeepuka dhambi nyingi. Yaani kuna dhambi nyingi za rejareja utaziepuka. Umekaa na rafiki zako wote mnakunywa, wewe unakunywa kisoda chako pale, wenyewe wanakunywa zile pombe zao. Huyu rafiki huko mbepena, huyu rafiki amekaa huku na mwingine amekaa huku. Huyu atakwambia, hebu naomba nipitishie ile pombe pale. Hebu nisaidie hapo hiyo. Si utasema mimi sinywe, ngoja tu nimsaidie nimpate. Kwa sababu umekaa pamoja na wao, una ushirika na wao. Sasa utaanza na kukaa nao. Alafu baadaye utaanza kuwasaidia. Alafu baadaye utakuwa sana na wao. Zaburi ya kwanza, yule jamaa anafanyaje? Hatembei
wala hakai wala haendi kwenye ile shauri, yani ameketi mbali. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tulichukie lililo ovu, tulichukie. Nilisema kwenye Biblia, nilisema kwenye ibada ya kwanza kwamba sehemu pekee Biblia imetupa tena nafasi ya kuchukia. Haturuhusi kuchukia watu, lakini Biblia imetupa nafasi ya kuchukia lililo ovu. Lakini tunapochukia lililo ovu, tukaambatana na lililo jema. Warumi 12 sura Warumi 12 mstari wa 9a, au utasoma mstari wote wako. Kwa neno lililotumika pale, tukaambatane na lililo jema. Kwa hiyo tuambatane sasa, kama ilivyotumika kwenye kule mwanzo kule. Mtu anaambatana na mke wake, wanakuwa mwili mmoja. Ile bondi, kile kifungo, basi sisi tukaambatane na maombi, tukaambatane na kusoma neno. Yani wewe na neno hatuwezi, yani wewe na neno haubanduki, yani mmeambatana hivi, mmeshikana na neno. Imani unafuata imani, ushirika upo, maombi upo. Ndivyo ambavyo tunatakiwa twende hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakwenda kumshukuru Mungu, alafu mchungaji atakuja tuendelee na meza ya Bwana. Baba Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru Bwana kwa ajili ya neno lako, kwa habari ya kuwa mtendakazi anayekubalika, siku na sababu ya kutahayari, anayelitumia kwa halali neno la kweli. Utusaidie Bwana, kwa sababu sisi ni watendakazi katika shamba lako Bwana, na Mungu wa mbinguni tutatoa hesabu. Unataka Bwana tutoe hesabu, na utumishi wetu uwe ni utumishi uliotukuka mbele zako Bwana. Utusaidie Bwana katika kujitakasa. Yako mambo ya kuyaacha, yako mambo ya kujitenga nayo, yako mambo ya kuyachukia. Utusaidie Bwana tuyachukie kweli kweli. Lakini Bwana, yako mambo ya kuyafuata. Umesema tufuate haki, tufuate imani, tufuate upendo, tufuate amani. Lakini pia Bwana, tuambatane na watu wale wote ambao wanakutafuta wewe kwa moyo safi. Utusaidie Bwana Mungu wa mbinguni. Roho yako Mtakatifu aende kwa pamoja nasi, anene nasi na kutufundisha zaidi na zaidi Bwana, ili Mungu wa mbinguni tuwe vyombo vya dhahabu, vyombo vya fedha, vyombo vyenye heshima ambavyo Mungu wa mbinguni unaweza kuvitumia kwa kila kazi njema. Msaidie mama yule, msaidie baba yule, msaidie kaka yule, msaidie dada yule, msaidie kijana yule Bwana. Utusaidie sote kama kanisa. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amen. Endelea kusimama. Makofi zaidi kwa Bwana. Haleluya. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Ushirika huu mtakatifu, hebu tuombe kwa ajili ya utakaso. Na niombe kama kwenye mkutano huu kuna mtu ambaye hujaokoka, unahitaji Yesu Kristo aingie kwenye maisha yako leo, naomba uje niombe na wewe. Na neno ambalo tumesikia kwamba tujitakase, kuna kujitenga, kuna mambo ya kuepuka kabisa ili tuwe na ufanisi katika ufalme. Kama hujaokoka, wewe umekuja kwenye hii ibada ulikuwa unajua kabisa hujaokoka,
ni fursa ya baraka, sio hukumu. Ni wito kwa Mungu. Njoo tuombe. Utampokea Yesu na maisha yako yataanza vizuri. Na hebu kanisa lote tuombe. Kama maandiko yalivyosema, jitakase. Hebu ondoka kwenye ibada hii tukiwa na azma ya mambo ya kujitenga nayo. Neno la Mungu tunapaswa kuliweka kwenye utendaji. Kila mmoja sema, Mungu, nimesikia neno lako. Nimeelewa jinsi ambavyo unahitaji nijitoe kwako, nionekane mbele zako, nijisalimishe kwako, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, bali mwenye kibali mbele zako. Kwa lolote nifanyalo katika ulimwengu huu, nikupendeze wewe, maana wewe Mungu unawaangalia watakatifu walioko duniani. Mungu, kwa siku ulizonipa kuishi hapa duniani, ninaomba unijalie nikupendeze wewe na nikutumikie wewe kama unavyonijalia. Unisaidie Bwana, naweka kando kila mzigo mzito na ile dhambi nizingayo kwa upesi. Niko tayari kusonga mbele, nitende mapenzi yako, na neno hili likae kwenye maisha yangu. Asante kwa rehema zako na kwa nguvu zako. Ninapotoka hapa leo, nitakuwa na mtazamo mpya, na neno hili sitalisahau. Ni maagizo ya kwako, nami nimeyapokea kwa ajili ya utendaji. Bwana, unisaidie, nijalie kushikamana na yale ulioniagiza katika neno hili. Niwe na ushirika mzuri, nifuate haki, nifuate amani, nienende kwa usahihi mbele zako siku zote za maisha yangu. Ninajitoa kwako Bwana. Roho Mtakatifu ukaniongoze siku utakaporudi Yesu, nisije nikawa miongoni mwa wale watakaobaki, nisije nikawa msindikizaji wa wengine, bali niwepo miongoni mwa watakaonyakuliwa. Asante kwa rehema zako. Unipe bidii katika mambo yako na nitende mapenzi yako siku zote za maisha yangu, katika jina la Yesu, amen. Wakati huu tunapoimba pambio hiyo, baadaye tutaimba, lakini nitoe maelezo, usichoke kusimama. Tunaenda kwenye ushirika wa meza ya Bwana, na ninaomba tuombe kwa ajili ya ushirika huu. Mungu uketie mahali pa juu, tazama umetupa neema ya kusimama tena katika fursa hii uliotupa kama waabuduo. Umetupa neema, Bwana wa majeshi. Neema yako ni kubwa mno. Yesu Kristo, ulitukomboa kwa damu yako iliyomwagika pale msalabani, na leo tupo hapa kwa ajili ya kushiriki meza ya Bwana. Meza hii ni ishara, inatusaidia kukumbuka mambo ya msingi kwa habari ya ukombozi wetu, na kutusaidia kuweze kusimama kwenye maisha ya utakatifu ili tuweze kutenda mema, na wewe ufurahishwe na maisha yetu. Na kusihi katika jina la Yesu, uwepo wako ukawe pamoja nasi katika ibada hii, na tuweze kuguswa na uwepo wako huo katika jina la Yesu, amen. Biblia inatufundisha, Bwana Yesu alitoa maagizo mengi sana kwa kanisa. Moja ya maagizo ambayo ameacha kwa kanisa ni agizo linalohusiana na ushirika wa meza ya Bwana. Na ushirika huu tunakuwa nao mara kwa mara, na ni muhimu sana kama sehemu ya safari yetu ya imani. Unajua, Bwana alitoa mwili wake na damu yake ikatoka pale msalabani. Kamwe tusije tukasahau. Lengo la agizo hili ni kwamba tusije tukasahau. Utakuwa na mkate na kikombe ambacho
kila kimoja kina uwakilishi, na niomba wazee wa kanisa waje kwa ajili ya kuandaa hizo elements. Vile vipawa vinaitwa vipawa, sio kwamba vyenyewe vina uwezo wa kumbadilisha mtu. Hapana, hakuna kipawa chenye uwezo wa kumbadilisha mtu, kwamba ukila ule mkate basi umekula kitu fulani ambacho kina upekewa. Hivi vyote viwili ni kwa ajili ya uwakilishi, kwamba vinatukumbusha mambo matatu. Jambo la kwanza, sisi tumeshiriki katika asili ya uungu kwa jina la Yesu. Kupitia Yesu Kristo tumepokea asili ya uungu. Jambo la pili, tunakumbuka habari ya mateso ya Kristo Yesu. Kupitia ushirika wa meza hii, usije kaondoka hapa wengine wanasema tunakunywa damu kabisa, tunakula mkate ambao ni mwili wa Yesu kabisa, ulimwegwa vidole na mikono kabisa tukatafuna kucha. Yesu Kristo ametuagiza hivi, tena alifanya ishara hii kabla hata hajaenda msalabani. Na aliposema hii ni damu yangu, sio kwamba damu ilishatoka kwa hiyo akaiweka pale. Alikuwa anatumia mazao ya mzabibu, na hapa leo tunayo juisi ambayo tutakutumia kama ishara kutusaidia na kutukumbusha. Jambo la tatu ni utii kwa Bwana Yesu. Agizo. Kanisa lolote lenye imani sahihi lazima tutakuja hapo tunaamini kwamba Bwana alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo leo wapendwa, tunafanya jambo la kutukumbusha tena kwa habari ya Kristo mpaka atakapokuja. Inatusaidia pia kuendelea kujiweka vizuri katika maisha matakatifu. Ni nani anashiriki? Mkristo aliyeokoka na ni mtu mzima kuanzia miaka 18 kwenda juu, ambaye ni muamini halisi, yani mtu aliyeokoka anayejitambua, lakini pia anaishi maisha matakatifu. Kama huna nia ya dhati ya kuishi maisha matakatifu, kuna vitu unaishi navyo ambavyo haviko sawa sawa, unajua kabisa hapa mimi maisha yangu haya hayampendezi Mungu, na umejibanza pale, usishiriki meza ya Bwana. Ni hatari, kwa sababu wengine waliposhiriki waliingia kwenye matatizo makubwa zaidi. Maana hapa tunafanya jambo lililoko makini kuhusiana na ukombozi wetu. Kwa hiyo yeyote ambaye ni muamini, hata kama ni mgeni, wengine makanisa mengine wanasema kama sio mgeni usishiriki. Hapana, sisi tunasema kama wewe ni muamini, umeokoka, unamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hata kama ni mara yako ya kwanza kuja kwenye ibada hii, wewe ni sehemu ya kanisa la Bwana Yesu. Hata kama kesho unaenda unasafiri tu, utakuwa huko wapi, Dar es Salaam wapi, lakini leo uko hapa umeokoka, basi meza ya Bwana unashiriki kabisa bila shida yoyote. Kwa hiyo jitahidi tu. Jambo la msingi, maandiko yanatuambia tunapaswa kujihoji kwanza kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Naomba sasa nipate ule mkate pamoja na kikombe, alafu nitatoa muda kwa ajili ya watu kujihoji. Maandiko yanasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari ule wa 28, anasema lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe, maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kutokuupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala au wamekufa. Kwa meza ya Bwana jambo ambalo lipo serious. Naomba dakika chache za kila mtu kujihoji na kutafakari mwenendo wa maisha yako, na kama kuna vitu vya kutengeneza, basi utumie fursa hii. Tulia mbele za Bwana. Unaweza kainamisha kichwa chako. Ni uhusiano na Bwana Yesu, ni maisha ambayo Yesu anatuita, na kuna vitu vya kutengeneza. Mwambie Mungu, naomba nibadilishe kuanzia leo. Ninaposhiriki meza hii, mimi nabadilika hii tabia. Hii tabia haitakiwi kabisa, na iacha. Kuna vitu ambavyo unaweza kufanya maamuzi hayo ukiviacha, na Bwana anaelewa, atakutia nguvu. Lakini kuna maisha kabisa unajua leo ukitoka unarudi pale pale. Hii meza
sio ya mchezo. Basi tulie mbele za Mungu. Tafakari hatua zako, ufanye maamuzi ya dhati kuishi maisha matakatifu. Asante Jehova. Neno la Mungu linasema, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako, Ee Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Zaburi ya 19:14. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Ee Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Naomba ufuatishe maneno haya. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Ee Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Ee Bwana, ninakuomba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu na matendo yangu yapate kibali mbele zako, Ee Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Uniwezeshe kuishi maisha matakatifu kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Nipe kushinda na zaidi ya kushinda. Na neno la Mungu linasema katika suala hili la meza ya Bwana, neno linasema, kwa hiyo nalipokea, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitwaa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tuombe kwa ajili ya mkate. Ee Bwana, kwa ajili ya uwakilishi wa mwili wako, leo tunakwenda kushiriki mkate ambao ni mazao ya mimea, lakini wewe uliutoa mwili wako halisi pale msalabani, ukafa kwa mateso makali ambayo hayana mfano. Ni mateso ambayo yalikuwa yanawakilisha dhambi za wanadamu wote na adhabu ya amani yetu. Uliumia mno. Hatuna maelezo zaidi ya yale tunayosoma kwenye maandiko, lakini ulidhalilishwa, uliaibishwa ili sisi tupate heshima na kuishi milele. Asante kwa sababu umetoa sadaka idumuyo hata milele, na kupitia dhabihu hii sisi tumekuwa watoto wako na tunakuwa na ushirika nawe milele. Tunakushukuru katika jina la Yesu, amen. Na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Tuombe. Baba, tunaona na tunakumbuka ile damu ilipomwagika msalabani. Matokeo yake sisi leo tumesamehewa na tunaenda mbinguni kwa gharama ya Yesu mwenyewe. Tumehesabiwa haki si kwa sababu tulikuwa wenye haki. Tumehesabiwa haki si kwa sababu tuna juhudi za kutenda haki, lakini Yesu, kifo chako kimesababisha mabadiliko katika maisha yetu. Ninakuomba siku ya leo, damu hii iliyomwagika msalabani ambayo inanena mbele zako, Ee Mungu, tunaposhiriki kikombe hiki, basi tukawe na muunganiko na ile damu, na utendaji wa damu hiyo ukawe dhahiri kwenye maisha ya watu wako. Tuwe na ushindi dhidi ya dhambi na kila uharibifu uliomo duniani.
na silaha zote za yule mwovu zote zikaharibiwe kwa damu inayonena mema. Kila kinywa kilichonena mabaya kwa habari ya maisha ya huyu mtu, ile damu ya Yesu inafuta maneno mabaya, maana ni damu inenayo kuliko ile Habili. Asante Bwana kwa damu yako, katika jina la Yesu, amen. Sasa naomba uje hapa, utakuja kuchukua mkate na kikombe, unarudi hapo, alafu tutasimama, tutasubiriana. Ninaomba watoto wasije, kuanzia miaka 13 kuja chini wasije, na wale ambao hawajaokoka msije, lakini watu wazima wote waaminio, unakuja unachukua kikombe, unachukua mkate huu, unarudi mahali pako, tunasubiriana. Kijito cha utakaso. Basi naamini kila mtu umepata mkate pamoja na kikombe, na sasa tushiriki huu mkate katika jina la Yesu. Na wote kwa pamoja tushiriki kikombe katika jina la Yesu. Mshukuru Bwana kwa unyenyekevu, kwa neema ya ajabu. Neema ya ona neema ya Mungu. Ona neema ya Mungu.
Ona ukuu wa neema ya Mungu. Kwa ajili ya neema yako ya ajabu. Asante Jehova kwa ajili ya neema yako ya ajabu. Yale uliotenda ni maajabu na sisi tukushukuru milele. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena uzima. Katika jina la Yesu pokea uponyaji juu ya maisha yako. Damu ya Yesu inanena. Yesu akanene mema juu ya maisha yako siku ya leo. Damu ya Yesu ikanene mema uzima. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wakati unapitisha hicho kikombe kwa jirani yako ili wahudumu waweze kukusanya, endelea kukiri damu ya Yesu inanena mema. Inanena mema. Damu ya Yesu kwa ajili ya afya njema. Kama kuna mtu mgonjwa, nataka niombe kwa ajili ya afya njema. Moja ya kazi za Bwana Yesu ni kuwaponya watu. Naomba uje hapa. Kama unaumwa, unaondoka umepokea uzima. Moja ya kazi za Bwana Yesu ni afya kwa watu wake. Na mimi naamini Mungu ataponya watu wengi sana. Hata magonjwa yaliyoshindikana hospitalini, uponyaji utapatikana. Damu inanena mema. Ya baba. Pokea uzima. Pokea uzima wa Bwana kwenye afya yako. Pokea afya njema sawa sawa na neno la Bwana. Yesu, mimi nakuamini, hujawahi kumwacha. Ninaamini katika nguvu ya uponyaji. Pokea uzima leo. Kuanzia utosi mpaka nyayo za miguu. Nguvu za Mungu zinapita katika afya yako. Raya mashaka ya baba. Receive your healing now. Damu ya Yesu inanena mema juu yako. Katika jina la Yesu. Pokea
jina la Yesu pokea. Katika jina la Yesu pokea uponyaji wako. Oh Bwana, ninakushukuru kwa neema yako ya ajabu. Kila uharibifu unaofanyika kwenye afya yako, mwisho umefika leo. Unakuwa mzima. Unakuwa mzima kwa jina la Bwana wa majeshi. Bwana, ninakushukuru kwa uzima. Asante kwa uponyaji usio kawaida. Asante kwa uponyaji usio kawaida. Pokea afya njema leo. Katika jina la Yesu. Pokea afya njema. Pokea afya njema. Sasa hivi. Mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Pokea afya njema. Sasa na kuendelea. Siku zote za maisha yako. Ukawe huru kabisa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea afya. Asante Bwana wa majeshi. Asante Bwana wa majeshi. Asante Bwana wa majeshi. Kwa ajili ya uponyaji ambao umeachiliwa leo. Pokea afya njema. Kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Umemponya na kushukuru. Pokea afya njema right now. In the mighty name of Jesus. Pokea uzima, afya njema itokayo kwa Bwana. Asante Yesu. Umemponya katika jina la Yesu. Kwa ajili ya afya yako. Pokea uzima. Bwana, neno lako ni amini na kweli. Ukamponye kabisa. Sasa umpe afya njema. Kuanzia sasa. Pokea afya. Pokea afya. Kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Umemponya na jina lako likatukuzwe. Tunakushukuru Bwana. Tunakushukuru Yesu kwa mema yote ambayo umetenda hata sasa. Na wakabidhi watu wako mikononi mwako, waendapo nyumbani, waingiapo na watokapo wakawe salama. Kwenye safari zote za wiki hii wakawe salama. Kwenye shughuli mbalimbali wakawe salama. Nyumbani, kazini, kila mahali wakawe salama. Hawa ni wabarikiwa, wanaondoka kwa ujasiri mkuu. Wamebarikiwa na wewe, wakaenende kwa ushindi, wakatende makuu. Uwalinde na yule mwovu. Asiwepo atakayepata ajali wiki hii. Asiwepo atakayeumia. Asiwepo atakayeumizwa. Asiwepo mtoto atakayeugua moto. Asiwepo atakayepata ajali. Asiwepo atakayeng'atwa na nge wala nyoka wala nguvu zote za yule mwovu. Asiwepo hata mmoja adui atakayemgusa. Kwa jina la Bwana, unawalinda watoto, unawalinda vijana, unawalinda watu wazima, unalinda kanisa lote. Bwana, tunakushukuru katika jina la Yesu. Pokea sifa. Umetenda mengi. Sifa zote, heshima na adhama ni za kwako katika jina la Yesu. Oh, haleluya. Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Haleluya. Amen. Amen. Bwana akubariki na akulinde, akujaze maarifa ya mapenzi yake. Uenende kwa ujasiri na ukatende makuu katika jina la Yesu.